الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم الدين. أما بعد, hakika Sheikh Muhammad ningependa kutapale pale kwanza Sagaf ndio aliposema Sheikh Muhammad Al-Maawi, bismillahir rahmanir rahim, zaharat bihi Mombasa wa tasharrafat. Sio, naam, ala kulli hal ameleza Sheikh Muhammad kwa mahasini yake makubwa sana na hayawezi kuyahesabu yeye, na yeye ndio Sheikh Muhammad kama alivyosema al-akh Sagaf. Lakini kuna kitu kimezungumzwa ni lazima kielezwe kwa tafsiri. Huyu ni mtu mathil katika tarehe ya East and Central Africa kwa yale aliyoyapata na kwa yale aliyoyapawa, ndio kasema huwa al-awwal wal akhir, kwa sababu mambo kama yale yashafungwa na kwa kanuni, na nitakuja kueleza kwa tafsiri. Sasa huyu Al-Habib Said Abdurrahman kwa namna alivyozungumzwa na Sheikh Muhammad bin Ali Al-Maawi kwa utukufu wake na elimu yake, itakuja swala ilikuwa iye akatiwa jela, kwa sababu fikra zetu sisi mwenye kutiwa jela ni mukhalifu. Kulipitika mambo gani mpaka ikawa huyu Sheikh al-Islam leo akawa mpaka mzungumzo hapa kwa alikuwa jela, na alikuwa jela amefungwa miezi 6. Kwa nini kufungwa na kwa nini alikwenda jela? Ndio marhala ya kwanza, ikiwa wakati utantukua na nitajaribu kufupiliza. Na marhala ya pili ilikuwaje mpaka akaupata Sheikhul Islam. Marhala ya tatu, na sidhani kwa wakati utaniruhusu, hizo kwa mwakani, kazi yake ambayo kwamba alikuwa ni kitu cha ajabu East Africa. Marhala ya kwanza, na nafupiliza tarehe ya miaka, kwa kulipigwa na zita, na zita ilikuwa zingi sana baina ya Waamu na Wapate pamoja na Mazurui, Sheda, Waamu na watu wa Wito, Wasiu na watu wa Rasini wa halu majara. Watu wa Mombasa wakaomba Sultanatu Al-Busaidi, Aida Al-Busaidi au falme wa Al-Busaidi uje mtoe mreno hapa. Nafupiliza kwa ufupi sana, ndio akaja Said na jeshi lake akatolewa mreno, ikawa sasa hii sahili yote iko katika himaya ya Said. Watu Wasiu wakamshukuru Said kumtoa mreno, na wao wakaamua kwa na sisi tunayo mamlaka yetu, tuna ufalme wetu, tuna izi yetu, tuna sharafu yetu. Siu alikuwa ni mji ambao kwamba hata huwezi kukubali tarehe, maji ya Falaji, mitende, kila neema, vitu vitoka Siu zenda mpaka Europe, viatu, kila kitu. Watu watakadum hali ya juu kwa kila fani. Wakamwambia Said, sisi tuatie, si yetu, tuna wafalme wetu, tuna kazi yetu. Pale hakukubalika, fikra ile haikukubalika. Ndio pale kuwapiga na vita mara 3, vita vikali sana. Mimi niko katika vita mara 3 sasa. Said akajifunga na jeshi kutoka Maskat, jeshi kutoka Zinjibar, jeshi kutoka Mombasa, jeshi kutoka Malindi, jeshi kutoka Laamu na kutoka Rasini, wote waja kuisaga Siu ama isali ikubali kwa kwenye Sayyid Said au tuimaliza. Kama namna sasa uonavyo ulimwengu mzima wampiga Gaza, utastajabu vipi Gaza dola ndogo kama ile ikaweza kupambana na Amerika na Mjerumani na Mwingereza, na mpaka leo umetoka sulhu, hawajui Hamas wako wapi. Na hii ni fikra kila Mwenyezi Mungu akiwajalia umma walioshikana huwapa mwangaza na muongozo wa kuweza kujihami. Siu ni mfano katika mifano walioweza kupambana na jeshi kubwa sana kama namna Gaza pambana na Amerika sasa. Na ndio Siu wakaogopa watu wa Siu. Kwa sasa hatuna tena uwezo sisi kupambana na umma kama huu, na wakapata tafsiri ya kwa sasa jamaa waingia kwa upande wa Rasini twaja kwa sababu Sheikh al-Islam kutiwa ndani. Lakini hapa kuna ibra na mazingatio lazima tuyazingatie. Mwenyezi Mungu wakarudi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa wao sasa sio zita za makabila kwa makabila kama walivyopigana Waamu na Washela na Washela, Waamu na Wapate hii ni kujihami ardhi yako. Wataka kupokonywa, wataka kutoka kwenye istimari, yenyewe hamutaki. Kwa wao ni jihadi sasa.
Jihadi kama ile Mwenyezi Mungu akawa nayo, wakapambana, wakatokea walimu wenye kutokea, wakafanya waliofanya kwa upande wa ruhiyan na madiyan, wakawaambia tokeni nje, wakataka kukimbia mji mzima, akamwambia msikimbieni, wendeni mashamba, na silaha tukweni mikuki tu na mtie sumu. Basi jeshi lote kama lile na nguvu zote zilikuwa nazo, Said jamadi wao mkubwa aitwa Hamad bin Ahmad al-Busaidi na Ali bin Nasir al-Busaidi, huyu alikuwa katika Bani Abbas, alitolewa kuja hapa, kuja na Said. Basi Said mpaka amerudi Unguja hakunena na mtu yoyote kwa hizaya alioipata. Akifika Unguja na karibu ya kufa kwake, akawaita watoto wake, akamwambia musisahauni siu na walitufanya. Akafa Said, kilima kama kile kawa kiko. Akaja Majid akajaribu kama namna babake alivyojaribu, akashindwa, kwa sababu watu walikuwa na msimamo kama namna Gaza walikuwa na msimamo. Sasa wakaikata ile siu mzima Majid, kama sasa hakuna kiingiacho wala kitokacho. Sasa jamaa kauna madafu na chakula pale pale, lakini hakuna kiingiacho wala kitokacho. Mwezi ingia mwezi toka, wakachoka na Majid akachoka, kwa sababu pia kuzuia sanction ni nguvu. Ikatokea tanazul, wakafahamiana, basi ikatokea sulhu kwamba haina haja. Majid akarudi, milango ikafunguka na watu wakafurahika. Sasa kwa sababu hapa tunazungumza mji ambao kwamba ni mathili ulimwenguni kwa ilmu, kwa akhlaq, kwa tarbia, kwa Uislamu, wakaona haya mambo yashakwisha, tushasuluhishana sisi, yashakwisha kabisa. Ndio pale wakatoka watu 40, pamoja wao ni Sheikh al-Islam. Kila tumbo likatoa mtu, kwa kila sharafa na taadhim. Wakaenda Unguja, wakapokewa kwa uzuri sana, lakini kama namna Mwenyezi Mungu alivyosema, siku ya Kiyama atakuja kuwatukua hawa watu makhain, na si hao tu, na kila khain jamaa Allahu yawm al-qiyama, jamaa Allahu fi awwalihi wa akhirihi yawm al-qiyama. Mwenyezi Mungu atakusanya makhain wote siku ya Kiyama, kisha ampe bendera wale makhain, kila mmoja asimame sema hadha ghadir fulan bin fulan muttafaqun alayh, wataazirika siku ya Kiyama. Na ittaqi da'wat al-madhlum laysa bainahu wa bain Allah hijab. Hawa watu wametoka kwa insaf, wameshasadi kila kitu, wakaenda kule wakapokewa, kumbe ni khadaa. Wakifika Mombasa wakafungwa, wakatiwa ndani. Wengine kiongozi wao Muhammad bin Yunus maarufu Muhammad Mataka alikufa ndani, na alikufa. Ala kuli hali, yeye Sheikh al-Islam baada ya miezi 6 akatolewa kuonekana kwa kijana, mambo alikuwa hayaelewi, lakini walobakia wote wakati wengine alikufa kule ndani. Ndio pale Muhammad Mataka, huyu Muhammad bin Yusuf, jeshi wao ndo ana shairi hata Abdullah Saleh amezieleza zile shairi, akasema ina ghururi dunia, mashairi marefu sana aeleza vipi tulighurika na tumeghurishwa, akafa ndani ya jeshi. Sasa hapa ndio marhala ya kwanza. Huyu ndio sababu ya kutiwa ndani, ni kwa sababu ni khiana zimepita, na Mwenyezi Mungu amewalipia na watawalipia. Na ndio mtu yote khain mwisho wake huonekaniwa hapa, ufalme wake huvundika hapa, na akalipwa. Ittaqi da'wat al-madhlum wala ala kafir laysa bainahu wa bain Allah hijab. Usione utamdhulumu mwenzako utapita upiti, bali hisabu huko. Huyu ndio Sheikh al-Islam marhala ya kwanza. Marhala ya pili na pia nafupiliza, akawa yeye ni kadhi siu. Sasa Mwingereza ataka mtu awe chief kadhi, lakini si al-Busaidi wala si Mazrui wala si kina miji hawa, wala si Mzanzibari wala si mtu wa Mombasa. Watu watano hawa kategori: Mombasa, Mazrui kabila na Mombasa na miji hawa Taifa hawa, na Mazrui na al-Busaidi hawataki awe chief kadhi. Kwa hivyo wakaamua watamtukua chief kadhi, ndio chief kadhi wa kwanza East Africa kutoka Masr. Kawa iko plan. Sasa mambo yakachelewa, na Mwenyezi Mungu ana mipango yake. Intelligence ya Kiingereza wakaona, lakini kuna kijana yeye ni alim, na huyu kulingana na haya tunatakayo sisi atafaa sana huyu, naye ni Abdurrahman mwenye abudu yuko Siu, na kule ni kadhi,
na ndio sababu akatukuliwa akaenda Mombasa hapa. Mwingereza akimwangalia, akimpima, akimwangalia akasema huyu atatufaa. Akawa ni chief kadhi temporarily, sio permanent. Ndio mtu wa kwanza kwa chief kadhi temporary. Kisha akawa chief kadhi permanently, na pale pale akaona kwa wana hadafu yao wamngojea Masri aje awe ndio Sheikh al-Islam. Sasa Sheikh al-Islami si mansabu ya kuwa ni ilmu, ni mansabu wa wadhifa ambayo kwamba watu huipata taban kwa ilmu. Zakaria al-Ansari ni mmoja ambaye kwamba julikani kwa ni Sheikh al-Islam. Ibn al-Jawzi ni mmoja julikani katika Sheikh al-Islam. Imam an-Nawawi ajulikani. Suyuti, Imam Suyuti, naam, Suyuti 100%. huyu mwingine wa Masri Shafi'i madhhaban alitia sharhi Sahih Bukhari Ibn Hajar al-Asqalani ni katika wajulikani wao kwa ndio Sheikh al-Islam. Kwa hivyo Waingereza wakataka mtu mwenye qualities kama kama al-Ansari, kama Ibn Hajar al-Asqalani awe ndio Sheikh al-Islam, na hakuna, wakaona huyu ndo amechelewa Masri, wakampa yeye, na ndo akaitukua ile dori yake ya kwa Sheikh al-Islam, ambapo kwamba hadafu yake mwanzo ndio marjaia, kisha mwenye kuwaunganisha Waislamu wote, na ikiwa kuna jihadi yeye ndio mwenye sauti, na wakimwangalia wakaona kuwa huyu ndo atatufaa, kwa ni mtu baridi, ni mtu si Mombasa, si Mazurui, si Al-Busaidi kadha, basi ndo akaletwa pale. Sasa Sheikh al-Islam yeye amekuja kwenye mji ambao kwamba una tafrika, una matatizo, una mgawanyiko baina Waarabu, Wahindi, Waafrika, kugawanyikana. Misikiti, huyu msikiti wake Mazurui, huyu msikiti wake Mbulushi, Wabulushi hawana msikiti ila huu, makaburi kadha, kuzikana mpaka kwa makabila, maskuli, hospitali hii hapa post office alikuwa ndo hospitali, ina wingi ambayo kwamba ya wazungu, ina wingi ambayo kwamba ni ya Wahindi, ina wingi ambayo kwamba ni ya Waarabu na Waafrika. Na Mwafrika hawezi kwenda wingi yote ila yake yeye, Mwarabu hawezi kwenda wingi yote kumtembelea mgonjwa ila wingi ya Mwafrika na yeye mwenyewe Mwarabu. Hawezi kwenda kumwangalia Muhindi kwa rafiki yake yuko hospitali, na Muhindi hawezi kwenda kumwangalia mzungu, na mzungu peke yake ndo wadi yao. Kisha ikaondoka hii hospitali post office hapa, ikawa Mombasa hospital ya wazungu, Pania ni ya Wahindi, Ramtule ya Waarabu, Coast General ni wa Afrika. Maafrika wote wakapelekwa majengo kule. Ilikuwa sasa ikifika magharibi, wewe huwezi kwenda Chuda, huwezi kwenda Leta House, si mitaa yetu. Waswahili na Waarabu wako Kibokoni na Kuze, lakini Chuda na Leta House na Nyali ni ya wazungu. Hii ndio hali ambayo kwamba alikuwako Sheikh al-Islam. Kwa ufupi, akatumia busara ya hali ya juu. Mwanzo akazitoa zile tuma na mgawanyiko uliokuwako, akawafanya ikabakia misikiti ni ramz, si ya kabila, na huu ndio ulikuwa msikiti wake, na yeye si Mbulushi. Ikawa sasa ni misikiti mijina tu, watu wote ikawa kitu kimoja, kwa uchaungu wake na ukarimu wake na namna ya kwenda na watu. Ikabidi sasa zile stigmatization na discrimination za Kiingereza zote akazivunda bila ya kutia chuki. Mwendo wake, hulki yake, namna yake akazivunda tabaka, ila daraja amekufa Sheikh al-Islam. Mji wauliza atazikwa wapi? Mji mzima kila kabila yamtaka makaburi yake. Huyu ndio alokuja hapa, watu wamegawanyika, chuki, watu kutozikana, akawafanya watu wote, Waarabu, Wahindi, maisha taifa wote kitu kimoja. Sasa tumzike wapi huyu? Kila mmoja apigania. Serikali kaamua la, huyu atazikwa hapa hapa ambapo kwamba alikisomesha, ndio maana akazikwa pale. Hakuna kila mtu anataka kumtukua kwake, wale wako Mtangani kule, wale wako Yomvu, wale kila kabila, kila taifa watakaende kwake. Malazi yake kani pale. Aliweza kufanya vipi? Aliwatukua watu wote akafanya kitu kimoja, wakati ya mahaba. Haikawa sasa hakuna, huwezi kujihisi wewe ni Mwarabu, ni Mwafrika, ni Muhindi. Alaka yake na masharifu wenzake si pahala pake, na wakati umesonga sana, lakini ile kwa yeye ni Sheikh al-Islam ilimwezesha kujijua yeye ni Sheikh al-Islam kwa cheo na ilmu aliyokuwa nayo. Kitu ambacho kwamba mulahadha nataka kukisema kabla sijaketi ni kuwa Sheikh al-Islam alikuwa ni faqih. He is a lawyer. Faqih ni lawyer. Haya ni mustalaha za kizungu tu, lawyer na faqih. Lakini ukiwa faqih bimaana al-faqih
na kwa alivyofika pale ndio akaona kwa yeye, na alipopawa akazisoma zile mahama rasmia, mahama wadhifi, aitwa mahama wadhifi yake yeye, akajijua kwa yeye wadhifa yake aweza kumchallenge mtu yoyote, na ndio pale kesi nyingi zilopesishwa na High Court akazirudia, kwa sababu si kwa sababu ya ushujaa, ni shujaa, lakini kwa ilmu yake ajua afanya kazi, na hakuweza kuingereza kumtoa makosa, kuona wala atumia mabavu, no, atumia law kwa sheria, na ndio pale wakaona huyu mtu tulomchukua sisi hatukuyapata tuatakaye, kwa hivyo na hawezi tena kumuondosha. Sasa ndio pale mpaka mwisho wake yenye kusikitisha, akaondoka ulimwenguni na hali kwa ni masmum, amepewa sumu Sheikh al-Islam, na mujaraba kufa kwake kanuniyan pale ile Sheikh al-Islam Sheikh Badru ilifutwa, kwa hakuna tena mtu atakayekuwa Sheikh al-Islam. Kanunia ya Kenya kwenye gazeti yatosha tuliyopata kwa huyu bwana. Ndio kina Said Ali Badawi na Sheikh Muhammad Qasim wakaandika memorandum, na ziko kwenye court cases kuichallenge ile court kwa la yeye ndio ifunguliwe iendelee Sheikh al-Islam, ataguliwa mwingine, lakini serikali asema la, enough is enough. Hadafu yetu yote, lengo letu lote sisi ambao kwamba tumelipata South Africa, hapa Mombasa hatukulipata kwa kumgawanyo, kwa sababu huyu mtu huyu. Kwa hivyo sisi tuna deni kubwa sana kwa sisi leo, makabila mbalimbali kutoka Lamu, kutoka Malindi, kutoka Mambrui, Wagiriama, wote tuko kitu kimoja bila kuhisi kitu, kwa dori aliyoteza Sheikh al-Islam. Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana, wal afwa minkum.